Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zangu waandishi wa habari, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza leo nachukua nafasi hii kwanza kuebaki masiku machache kwa ajili ya kuelekea kwenye uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani katika nchi yetu. Kikubwa nachotaka kuombeni Waislamu, sio Waislamu, watu mbalimbali, tudumishe amani katika nchi yetu. Amani ni kitu muhimu sana. Narudia tena kusema kwamba amani ni tunu aliyetupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amani ikipotea basi tutaishi katika mashaka, katika matatizo. Watoto hataenda shule, sisi tutaenda katika biashara, wanafunzi hataenda shule kusoma, waandishi wa habari watakuwa wanakimbizana kwa ajili ya kutafuta kupata taarifa. Kwa hiyo tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atupitishe kwa salama. Amani ni kitu muhimu sana ndugu zanguni. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, niliongea na waandishi wa habari wiki iliyopita, nikasema kwamba kuna watu wanaizungumza amani kwa kuibeza. Mtu anaweza kuzungumza kwa utani, anabeza, lakini hajui thamani ya amani. Amani ni ibada kwa sisi Waislamu, na ndio maana Waislamu tunapokutana na Waislamu wenzao tunaambia assalamu alaikum, manake amani ya Mungu iwe kwako, usiwe mtu wa kuvunja amani. Na maamkizi ya peponi itakuwa ni amani, salamu alaikum. Na hata Nabii Isa aliwahi alikuwa anatoa salamu kuwasalimia wanafunzi wake, amani iwe kwenu. Kadhalika mitume wote waliotumwa na Mungu walikuja duniani hapa kwa ajili ya kufundisha amani. Nikasema mimi katika kipindi kilichopita nilikuwa na waandishi wa habari, nikasema kwamba ninyi waandishi wa habari muwe ni chanzo cha kuyapeleka haya na kuitangaza amani katika nchi yetu. Na nyinyi mkifanya hivi basi Mwenyezi Mungu atakulipeni, kwa sababu inapopatikana amani watu wanapata fursa ya kumwabudu Mola wao, watu wanapata fursa ya kufanya biashara zao, watu wanapata fursa ya kuwahudumia wagonjwa, maskini, wajane, mayatima. Haya hatuwezi kuyafanya kama amani itaondoka katika nchi yetu. Na nikakumbusha tena, nikawaombea dua, tukaombeana dua sote, sisi mashekhe, maustadhi, walimu wa madrasa, tukaomba dua kuwaombea ndugu zetu waliopewa jukumu la kulinda amani katika nchi yetu. Na tukasema tutakuwa na dua kubwa kabla ya kupiga kura, kufanya dua kubwa kuomba amani katika nchi yetu, ili zoezi linalokuja lipite kwa amani na salama. Na inshallah kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, anajua, yeye anajua kwamba amani itakuwepo na izidi kuwepo. Na tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuletee amani ili tuweze kuabudu. Nikatoa wito kwa vyombo vya habari, vyombo vya usalama, majeshi yetu yote, jeshi la wananchi, JKT, usalama wa taifa, askari polisi, magereza, tukawaombea dua, tukawaambia wao wana jukumu kubwa kulinda amani katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu awajalie, akupeni afya, akuongozeni, kwa sababu tunaangalia katika nchi ambazo tuko zimetuzunguka, wale wanakimbilia katika nchi yetu. Sisi tutakwenda wapi? Ikiwa hizo nchi wanazokimbia wanakuja kwetu, sisi tutakwenda wapi? Kwa hiyo tukaomba dua, tutaomba dua kubwa sana ili Mwenyezi Mungu aendeleze kuwapeni nguvu, kuwaondolea maradhi, kuwaondolea kila shari baya kwa ajili ya kulinda amani katika nchi yetu. Na mwisho nikawaombea dua ndugu zangu wana wa habari, hawa wanachukua habari hizi na kuzisambaza kwa wananchi wote, kwamba Mwenyezi Mungu awape umri kwa ajili ya kuitangaza amani, na hicho wanachokifanya watakipata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho nataka kumaliza kwa kufanya dua kuombea amani ya nchi yetu. Mwenyezi Mungu ajalie amani ya nchi yetu itulie. Mwenyezi Mungu ajalie
viongozi wanatuongoza sasa hivi, Mwenyezi Mungu awape utulivu, awape na amani, wawe wavumilivu, watuongoze katika njia ambayo wanajua tukiwaongoza wananchi hawa tutakuwa tumedumisha amani. Na sisi viongozi wa dini tuwaeleze waumini wetu maneno ambayo ya kuwaasa ponde watapochafua amani au amani ikichafuka, siku ya kiyama watapata malipo gani. Na mwisho kabisa, leo nataka nimalize kwa kuwatakia kheri wale wote watakaoungana na Watanzania wote wa dini mbalimbali, watu wa tofauti waliojiandikisha kupiga kura kwenda kuwachagua viongozi ambao watakaona hawa viongozi wamewaelewa sera zao na watawafaa kuwaongoza katika miaka mitano. Miaka mitano ni mingi sana, ni maisha, ni mfumo wa maisha ya mwanadamu. Baada ya miaka mitano kuna mitano tena. Miaka mitano ukichagua kiongozi ambaye ukipotea ukichagua kiongozi mbaya, basi ujue maisha yako yataingia sehemu mbaya. Ukichagua kiongozi ambao unajua huyu ataniongozea maisha yako, basi inshallah maisha yako yatakuwa ni katika hali nzuri. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie sisi sote wananchi wa nchi hii, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala watu wa dini mbalimbali, mashekhe, wa Kristo kwa madhehebu yao na dini zao, waswali usiku na mchana kuombea dua nchi yetu, ili wanadamu ikifika wananchi ikifika hiyo tarehe 29, basi Mwenyezi Mungu aweze kutupitisha kwa salama na amani. Tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala ujalie amani katika nchi yetu. Tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala ujalie utulivu katika nchi yetu. Tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala wajalie wote ya Rabbi waliopewa mambo ya ulinzi na usalama ya Rabbi waendelee kulinda nchi hii ya Rabbi, ili tupate kuendelea kupata kukuabudu wewe Mola wetu subhanahu wa ta'ala, ili tuendelee kupata utulivu, ili tuendelee kusomesha watoto wetu, ili tuendelee kutafuta vizazi ambavyo hata tukija kuondoka ya Rabbi vitakuwa katika salama na amani. Kwa kumalizia kabisa, na kutakieni kheri wote mtakaoenda kupiga kura. Mwenyezi Mungu awapeni afya, asiwatieni maradhi, na mwisho kabisa namuomba Allah nchi yetu ipitishe kwa amani na salama. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabii ambaye ni mkombozi wa umma. Taib. Nabii ambaye atakuwa mwombezi siku ya kiyama. Yallah. Nabii ambaye alikuwa ni profesa wa elimu. Sahih. Dokta. Taib. Anayejua ambayo ilimpasa ajue kwa sababu alifundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo namshukuru ndugu yangu Yusufu Diwani, shekhe bingwa huyu, msomi huyu wa tiba. Leo amenialika katika jukwaa hili kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo na mimi bila kupoteza muda nitakuwa mwizi wa fadhila kama sikumshukuru yeye kwa kunialika hapa kwa mara ya kwanza, na alhamdulillah. Lakini kabla ya kunialika kuna vitu alikuwa ameniambia ambavyo tunataka tuviongelee hapa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alivyotuumba akatuwekea sheria. Tudumu katika sheria zake. Akatuwekea mapambo ya kila aina. Mwisho kabisa akatuletea wanawake. Wakasema nimekufanyeni wanawake mpate utulivu. Lakini wanawake hawa sio upate utulivu kwa hivi hivi. Tunapata utulivu baada ya kufunga ndoa kwa maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema katika surat Bani Israil, akasema wala msikaribie zinaa. Hakika ya zinaa ni uchafu ulio mkubwa. Kwa hiyo leo tutasimama hapa. Kwa nini Mwenyezi Mungu amekataza zinaa? Kwa sababu yeye ndio ametuumba na anajua kwa nini amekataza. Laiti kama zinaa ingekuwa nzuri asingeikataza. Na kwenye zinaa maana yake hakupatikani vitu vyema, kunapatikana vitu vibaya. Na ndio maana
Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha akasema, mtoto aliyetoka kwenye zinaa hawezi kurithi mali ya baba. Sahihi. Kwa hiyo hili jambo ni nyeti na ni kubwa sana, na Mtume alivyokuja akatufundisha ili tuweze kuoa. Na akatoa Mtume akaambiwa na Allah, waambie Waislamu wakiwa wana uwezo wao wake wawili, watatu au wane tu. Sahihi. Kwa nini alisema tuwe wake wane tu? Kwa sababu duniani kuna wanawake sampuli 4 tu. Kuna mfupi wa kwanza, kuna mrefu wa pili, kuna mweusi wa tatu, na kuna mweupe wa 4. Naam. Kwa hiyo sampuli hizi zote ukichukua ndani, kwa hiyo wewe hii habari ya kulikabia zinaa itakuwa wewe hauko nalo, kwa sababu katika wanawake waliopendeza wako katika rangi hizi. Sahihi. Wako katika maumbile mrefu, mfupi, mweupe na mweusi. Kwa hiyo ukishawachukua ukiwaweka ndani, kwa hiyo wewe hutoangalia tena wanawake ambao watakuwa weupe zaidi uliyekuwa naye. Hutochukua mwanamke mfupi kufanya navyo hivi kwa kuachana yule uliyekuwa naye. Ndio sababu Mwenyezi Mungu akatukataza.